Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu amejawa na uoga baada ya tetesi kuibuka kwamba Chama cha Mapinduzi kina mpango wa kumpiga nje na kuleta mgombea mwingine wa urais. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo tunazungumzia hali tete inayotikisa medani ya siasa nchini Tanzania kufuatia taarifa zinazoibua maswali mazito ndani ya Chama cha Mapinduzi ama ukipenda CCM. Kwa mujibu wa duru za kisiasa, chama hicho tawala kinadaiwa kuingia katika mjadala wa ndani kuhusu uwezekano wa kumpitisha mgombea wa mpya wa urais kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Taarifa hizo zimeenea kwa kasi kubwa mitandaoni na kuamsha hisia mseto kutoka wachambuzi wa siasa, wanachama wa chama hicho na wananchi kwa ujumla. Kile kilichoanza kama tetesi kupitia ukurasa wa mitandao ya kijamii wa Chadema kanda ya X sasa kimegeuka mjadala mkubwa, hasa baada ya jina la Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi kuibuka kama chaguo linalozingatiwa kama mbadala wa mgombea urais ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani ya chama, baadhi ya wanachama wanaonekana kutoridhishwa na hali ya kisiasa ilivyo, hali inayochochea mshawasha wa kutaka mabadiliko katika uongozi wa juu. Wanaosemekana kushinikiza mabadiliko hayo wanadai kuwa chama kinahitaji sura mpya ili kujenga mvuto mpya wa wapiga kura, hasa miongoni mwa makundi ya vijana na wanawake ambao baadhi yao yamekuwa yakieleza kutoridhishwa na mwenendo wa sasa wa chama hicho. Kwa upande mwingine, changamoto za kiuchumi, malalamiko ya ukandamizaji wa vyama vya upinzani na hali ya kutoyumba kwa baadhi ya taasisi za serikali zimetajwa kuwa sababu zinazochochea mijadala hii ya ndani. Na katika mazingira haya, jina la Balozi Daktari Nchimbi limeanza kujitokeza kama nyota inayoweza kung'aa na kulivusha chama hicho katika upepo wa kisiasa unaotarajiwa kuwa mkali kuelekea mwaka 2025. Na Daktari Nchimbi kwa sasa ni balozi wa Tanzania nchini Brazil na ameweka historia kama mmoja wa watumishi waliowahi kushika nyadhifa nyeti serikalini, ikiwemo waziri wa mambo ya ndani na mbunge. Umahiri wake katika masuala ya kidiplomasia pamoja na uzoefu mkubwa wa serikalini unatajwa kuwa sababu inawavutia baadhi ya makada wanaotamani mabadiliko ya uongozi ndani ya CCM. Pamoja na hayo, hadi kufikia sasa hakuna kauli rasmi iliyotolewa na uongozi wa Chama cha Mapinduzi kuhusu tetezi hizi. Ukimya huo unaendelea kuchanganya wengi, huku wachambuzi wakionya kuwa ikiwa chama hakitatoa msimamo wake mapema, sintofahamu hii inaweza kuongeza mgawanyiko wa ndani. Wataalamu wa masuala ya siasa wanasema kuwa iwapo chama kitaamua kwenda kinyume na utaratibu wake wa kihistoria wa kumpitisha rais aliyeko madarakani kwa muhula wa pili, basi huu utakuwa uamuzi wa kipekee ambao unaweza kuligeuza kabisa sura ya siasa za Tanzania. Na iwapo hali hii itaendelea kushika kasi, uchaguzi wa mwaka 2025 huenda ukawa miongoni mwa chaguzi zenye ushindani mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo, hasa ikizingatiwa kwa upinzani kupitia Chadema na vyama vingine tayari umeanza kujipanga kwa mikakati mipya na ya kisiasa. Endelea kutufuatilia Kenyascope kwa taarifa zaidi kuhusu mwelekeo wa siasa Afrika Mashariki na kinachoendelea nyuma ya pazia ya vyama vikuu vya siasa. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa yoyote muhimu.